baadhi ya ulama wanataja hikma kwa nini tumekatazwa kuchukua chochote katika mwili wetu ikiwa tuna malengo ya kuja kuchinja. Kuna maneno mazuri ameyataja al-Imam Ash-Shawkani rahimahullah, Muhammad bin Ali As-San'ani Ash-Shawkani rahimahullah, min al-mutaakhirin, ni katika wanawachuoni waliochelewa, si wa zamani sana. Amefariki mwaka 1250 rahimahullah, Sanaa huko Yaman. Kwenye kitabu chake Neno al-Awtar, ile juzu ya 5 ile, kuna faida ameitaja. Qala rahimahullah, akizungumzia hikma ya ukatazwa kuchukua chochote katika mwili kwa mwenye nia ya kuchinja. Qala wal hikmatu fi an-nahyi an yabqa kamil al-ajza'i lil'itq min an-nari wa qila litashabbuhi bil muhrimi. Haka هذه الوجهين النووي وحكي عن أصحاب الشافعي أن الوجه الثاني غلط، لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم، إلى آخر كلامه رحمه الله. الشوكاني نسمع walhikmatu fi nahi, na hikma katika kukatazwa kuchukua chochote katika mwili wetu tunapokuwa na nia za kuchinja. Hikma an yabqa kamil al-ajza'i, hikma ni hiyo, ni kwamba abakie huyo mchinjaji ni mwenye kuwa kamili viungo, lil'itq minan nar, kwa ajili ya kuachwa huru na moto. Mwenye kuchinja abakie na viungo vyake vyote pamoja na mwili wake, kucha zake ziwepo, nywele zake ziwepo, sijui masharafa, sijui kitu gani viwepo, ili awe ni mwenye kukamilika viungo kwa ajili ya kuachwa huru na moto. Na hapa ulama wanaikusudia ile hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anhu, ma min yawmin aktharu an yu'tika Allahu fihi abidan min yawmi Arafata. Hakuna katika siku ambazo hufanya kwa wingi, hutokea kwa wingi Allah kuacha huru katika siku hiyo waja wake kuliko siku ya Arafa. Bali hadithi ya Aisha inaendelea, fayadnu minhum, na Allah anawakaribia wale waliosimama Arafat, wayubahi bihim malaikatahu, na anajifakhiri Allah kupitia wao watu waliosimama Arafat, anajifakhiri kwa malaika wake, kwa maana anawatukuza waja wake mahujaji waliokuwa Arafat na kuwafadhilisha mbele ya malaika, akisema ma arada haula, wametaka jambo gani watu hawa? Alhadith. Kwa hivyo hadithi ya Aisha iko wazi kwamba katika siku ambazo waja wengi wa Allah wanaachwa huru na moto ni siku ya Arafa. Siku ya Arafa iko ndani ya masiku 10, ni siku ya 9. Kwa hivyo Ash-Shawkani anasema tumeambiwa tujizuie ili kule kuachwa huru na moto wa Jahannam kulikobashiriwa kwamba kunapatikana katika moja ya haya masiku 10, kutukute kule kuachwa huru tukiwa na viungo vyetu vyote viachwe huru, makucha, manywele. Wana maulama hao Shawkani huyo. Waqila, na pamesemwa hikma nyingine huko kuzuiliwa kuchukua chochote katika mwili kwa mwenye kutaka kuchinja, pamesemwa kwamba
kauli nyingine litashabbuhi bilmuhrim, ni kwa ajili ya kujifananisha na aliyehirimia haji, kama vile ilivyokuwa alhaji baada ya kuhirimia hachukui chochote katika mwili wake, sio nywele wala kucha. Basi na huyo mwenye kuchinja naye anajifananisha na yule haji aliyehirimia kule Makka, naye pia atulie asichukue chochote. Anasema Shaukani, haka hadhihi alwajhain an-Nawawi, amesimulia hizi wajihi mbili za kutaja hikma kwamba ni kwa ajili ya viungo vyote viwe kamili wakati wa kuachwa huru na moto, na vile vile ni kwa ajili ya kujifananisha na muhrim. Wajihi zote hizi mbili kazitaja An-Nawawi, ndo amezisimulia al-Imam An-Nawawi mwenyewe. Wa hukia an ashabi Shafi'i, na imesimuliwa kutokea kwa watu wa Shafi'i. Bila shaka hawa ni wanafunzi wengine katika madhhabu ya Shafi'ia wasiokuwa An-Nawawi ambaye ni muhaqqiqul madhhab. Pamesimuliwa an ashabi Shafi'i, kutokea kwa watu wa Shafi'i, maulama wengine wa madhhab, imesimuliwa kutokea kwao anna alwajha athani, kwamba hakika huu wajhi wa pili aliotaja An-Nawawi ghalatun, ni makosa, kwamba mchinjaji wa udhiya kazuiliwa kuchukua kitu katika mwili wake kwa ajili ya kujifananisha na aliyehirimia haji. Baadhi ya Shafi'ia wanaona kauli hii, hikma hii ya pili hii ni makosa, liannahu ay almudahhi, kwa sababu hakika huyo mwenye kuchinja, yani kana vile wanasema inakuwaje afanane na muhrim? Kivipi sasa mwenye kuchinja anafanana na muhrim? Liannahu, kwa sababu huyo mwenye kuchinja la ya'tazilu an-nisaa, hajitengi na wanawake. Mwenye kuchinja kwa hiyo nia ya kuchinja hajazuiliwa na mkewe bwana. Wala yatruku tiba, na wala hawachi marashi. Mwenye kuchinja hawachi manukato bwana. Walibasa, na wala haziwachi nguo zake hizi makhiti, hizi nguo za kushonwa zenye maingilio na matokeo, hawachi kuzivaa. Wa ghaira dhalika, na mengine yasiyokuwa hayo hayawachi. Mimma yatrukuhu almuhrim, miongoni mwa yale ambayo anayawacha mambo hayo aliyehirimia. Sasa inakuwaje tumfananishe almudhahi na muhrim wakati kuna mambo mengi mwenye kuchinja udhiya anayafanya na muhrim wafanyaje? Hayafanyi. Kana kwamba hawa watu wa Shafi'ia wengine wanaona kwamba labda hikma ambayo ina nguvu sana katika hili ni ile ya kusema viungo vyote vibakie kwa ajili ya ile neema ya kuachwa huru na nar. Umeelewa?